nikiwa na swali, je, umewahi kujiuliza kwa nini vijana wengi wanakosa mwelekeo siku hizi? Kwa nini vijana wengi wanakosa mwelekeo siku hizi? Kwenye video hii nitaonyesha siri 3 za kubadilisha maisha yako ukiwa bado mdogo. Ukiwa bado mdogo unaweza kubadilisha maisha yako na ukawa na maisha bora. Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru Mungu kwa siku ya leo, amekuwa mwema na mwaminifu kwangu. Siku ya leo nataka tujifunze, je, ni haki kijana kuokoka? Ni haki kijana kuokoka? Tutasoma kitabu cha Mhubiri 12:1, nasema, mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya. Na leo tunaenda kuangalia kijana. Je, kijana ni haki kijana kuokoka, au ni haki kijana kukaa na Mungu, kumjua Mungu? Na tutaenda kuangalia siri ya mafanikio ukiwa mdogo. Kwa nini uokoke ukiwa kijana? Kwa nini uokoke ukiwa kijana? Watu wengi husema ujana ni maji ya moto na kwamba mambo ya Mungu tuachie wazee. Lakini unajua kuwa kuanza safari yako na Mungu ukiwa bado mbichi ndio kodi kubwa zaidi ya maisha? Kwenye video hii nitaonyesha kwa nini kuokoka ukiwa kijana sio tu jambo la kidini, bali ni uamuzi wa akili utakao kuepusha na majuto mengi hapo baadaye. Usiondoke. Tuangalie mambo kadhaa ambayo yataweza kutusaidia sisi vijana tuweze kufikia kwenye hatima ambayo Mungu ako na makusudio na sisi. Tutaangalia maarifa ambayo yatakayotusaidia kuwa na matokeo bora ya sisi wenyewe. Kama bado hujasubscribe, bonyeza. Point namba 1, nguvu ya muda. Nguvu ya muda. Vijana wengi tumepoteza muda sana kwa kuangalia vitu ambavyo havina maana wala havina mwelekeo. Mhubiri 12 mstari wa 1. Biblia inasema katika Mhubiri, mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Kwa nini? Kwa sababu sasa hivi unayo nguvu na ndoto na una muda wa kujenga msingi imara. Ukimpa Mungu maisha yako, sasa utampa fursa ya kuelezea hatua zako kabla hujaribu maisha kwa maamuzi mabaya ya ujana. Pointi namba 2, ulinzi dhidi ya majuto. Pointi ya pili ni ulinzi. Kijana wengi wanapotea miaka yao bora kwenye urahibu, dawa za kulevya na mahusiano yenye sumu na tabia zilizoharibu afya zao. Kuokoka kunakupa mwelekeo wa kiroho, kunakusaidia kusema hapana kwa vitu ambavyo vingekuja kukuliza ukiwa na miaka 40. Ni bora kuanza na amani kuliko kuanza kutafuta amani ukiwa tayari umeumia. Pointi namba 3 inasema kuwa kielelezo, identity. Na mwisho, kuokoka ukiwa mdogo kunakupa utambulisho, identity. Dunia itajaribu kukuambia uwe kama fulani, uvae hivi au uishi hivi ili upendeze. Lakini ukiwa ndani ya Kristo, unajua wewe ni nani, unakuwa na msimamo kama Paulo anavyomwambia Timotheo. Usiache mtu au dharau ujana wako. Unaweza kuwa mfano wa kuigwa katika tabia, upendo na mafanikio. Mwisho tunaangalia uamuzi wa kuokoka sio kupoteza uhuru, bali ni kupata uhuru wa kweli kwa kuwa vile Mungu alivyokusudia uwe. Kama umeguswa na unataka kuanza safari hii, usisite. Hii ni uamuzi bora zaidi utakaowahi kufanya.
Je, unadhani ni changamoto gani kubwa inayowazuia vijana wengi kuokoka? Niandikie kwenye comment hapo chini, nitasoma na kujibu. Kama unapenda video hii, gonga like na share na rafiki mmoja. Mungu akubariki sana, na tunahitimishia hapo. Kwa hivyo kijana, tunaweza kuokoka, ila tunahitaji uamuzi wa kiroho, uamuzi kutoka ndani ya moyo wako. Usipende kuja kujutia baadaye, usipende kuja kujutia wakati ushaharibu maisha yako, wakati ushaharibu ujana wako. Tumia ujana wako vizuri, jiepushe na mambo ambayo yatakuletea madhara. Zinaa itakuletea madhara, uraibu utakuletea madhara, vitu ambavyo haviendani na maisha yako usijihusishe navyo. Jaribu kufanya kitu ambacho kitakufaidi maisha yako, na maisha yako yatakuwa ya kupendeza na ya kufana zaidi. Mungu atakubariki sana wakati utafanya uamuzi ulio sahihi, uamuzi ambao utakufanya usijute maisha yako yote. Wokovu si mzigo. Wokovu ni uamuzi ambao utakulinda wewe na kizazi chako, utakulinda wewe na ukoo wako, ambao utajiepusha na mambo mengi ya dunia hii, ambayo hayo mambo yangeweza kukupata wakati uko kijana, lakini umeyaepuka mapema. Tujiwekee misingi sisi kama vijana, tusipende dunia sana tukamsahau Bwana Mungu wetu. Tusimame na Mungu, naye Mungu ataweza kutukumbuka na ataweza kutufanyia wepesi, kwa sababu kwa sasa tuna nguvu. Tujiepushe na mambo ambayo yatatufanya tumkose Mungu. Mpaka kipindi kingine tutakapoendelea, usisahau kusubscribe, kulike na kushare my video. Bye.